بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, na kuhusieni kwa mara nyingine pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, kama tulivyozungumza katika hotuba ya kwanza kwamba tumo katika mwezi wa Ramadhani, ndio tunamalizia kundi la mwisho. Kama sikosei leo mwezi 23. Katika mwezi huu tumepangiwa ama tumelazimishwa tufunge kwa ajili ya kutafuta ucha Mungu. Miongoni mwa mambo ambayo yenye kuzipa ucha Mungu nyoyo zetu ni somo pia. Ndugu zangu, tumeona somo, lakini ndani yake kuna mambo ambayo yanatakiwa tuyafanye, na tukasema leo tumechagua sadaka. Kwa hiyo tunaizungumzia sadaka na tumefahamishana sadaka ni kitu gani, lakini pia imefungamana na nini na nini tumeona. Sasa tunaangalia fadhila za sisi kutoa sadaka. Qala al-Faqih radiyallahu ta'ala anhu, mwanachuoni amesema, alayka bisadaqati, ni juu yako wewe kutoa sadaka, bima qalla au kathura, kwa kile kichache ulichonacho au kingi ulichonacho, basi toa sadaka. Fa inna fi sadaqati, kwa sababu katika sadaka 10 hisani mahmud, kuna mambo 10 yenye kusifika. Ukiwa nayo hayo mambo 10 itakuwa ni sababu ya kila mtu kuongelea vizuri, lakini pia ni sababu ya kupata pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sadaka. 5 fi dunya, mambo 5 utayapata katika dunia, wa 5 fil akhirah, lakini mambo 5 utayapata akhira. Fa amma al-5 allati fi dunya, ama yale 5 ambayo utayapata duniani, awaluha, jambo la kwanza, inna sadaqata tudhiru al-mal, kwamba sadaka inatayarisha mali, inaifanya safi mali, kama qala Nabii sallallahu alaihi wasallam, kama mtume aliposema sallallahu alaihi wasallam, ala yuweli ina bai, hakika ya biashara ya adhuruhu, hutokea hiyo biashara lahu, ndani yake kuna mambo ya kipuuzi katika biashara, walhafu, na viapo vya uongo, watu wanaapa uongo katika biashara, walkadhibu, lakini pia na kuongopea watu. Anasema fashubuhu bisadaqati, basi vifuteni vyote hivyo kama mabaya kwa kutoa sadaka. Hiyo hadithi utaipata katika Sahihi Abu Daud, ni hadithi nambari 3326. Wathani, na jambo la pili, anna fiha, kwamba sadaka ndani yake tathiru badani, kuitayarisha mwili, minadhunubi, kwa ajili kwa kutofanya madhambi. Mtu anatoa sadaka, sadaka yake inakuwa ni kikatazo cha kufanya madhambi, kama qala Allahu azza wa jalla, kama alivyosema Mwenyezi Mungu mtukufu, chukua min amwalihim sadaqa, katika mali zao sadaka, tutahiruhum, kwanza wataharishe wao, watuzakihim, na watakase biha, kwa hiyo sadaka yao. Hiyo ni sura ya 9 sura Tauba aya 103. Wathalithu, na jambo la 3, anna fiha, kwamba ndani ya sadaka, kutoa sadaka, dafu balai, kuna kuondolewa mabalaa, wala amradhi, na maradhi, kama qala Nabii sallallahu alaihi wasallam, kama asemavyo Mtume, rehema na amani ziwe juu yake, dawawu maradhakum, yatimuni maradhi yenu, bisadaqati, kwa kutoa sadaka. Ndugu zangu, leo tunatibu maradhi kwa kwenda kwa waganga wa kienyeji, waganga ambao yani kitendo cha wewe kufika tu, jambo la kwanza kupiga hapo, na tayari Mwenyezi Mungu ameshakataza, akasema innamal khamru wal maisir. Amezungumza vitu vingi, hakika pombe, kamari, kuangalizia yani bao la mli ni uchafu, tena katika matendo
matendo ya shetani, fajitanibuhu la'allakum tuflihun, jiepusheni navyo hivyo ili mpate kufaulu. Ndugu zangu, ukiwa wewe ni mwenye kushiriki katika kupiga ramli, yaani unakwenda kwa mganga wa kienyeji, unakwenda kupiga ramli, ndugu yangu, umetafuta vita na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atuepushe hiyo tabia ambayo haifai katika jamii ya Kiislamu. Wabaliu, na jambo la nne, anna fiha, kwamba ndani yake sadaka idkhali sururi ala masakin, muna ndani yake kuingiza furaha kwa maskini. Leo hii mtu ameamka hana kitu, akaanza kuhesabu sala kwanza imepita, anapiga sala pili imepita, la tatu, anafika saa 12 jioni, wakati wa kufuturu, kitu cha kwanza ukamwaina tena, ukampa na maji, alafu ukasema hapana, si hivi peke yake, natakiwa nimshibishe. Alafu kaja akilini mwako ukasema nikimshibisha huyu ana familia, akisema huyu ale hapa sasa hivi, kwanza atakula huku, ana mawazo, familia yangu inakula nini, sijui alivyoshinda. Ukasema bwana, chukua pesa hii nenda kalishe familia yako, atakuwa na furaha huyu mtu kwa namna gani? Kwa hiyo ana fiha idkhali sururi ala masakin, ndani yake kuna kuingiza furaha kwa maskini. Wa aqwalu al-a'mali, na bora ya matendo ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameulizwa, akasema idkhali sururi ala al-mu'min, ni al-mu'minina, ni kuingiza furaha katika nyoyo za Waislamu. Wal khamis, na jambo la tano, anna fiha barakatun fil mali, ndani yake kutoa sadaka kuna baraka katika mali, huwa mali yako inabarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sa'ati fi rizqi, lakini pia sadaka inapanua riziki yako. Tunasema inakuwa na highest spectrum, ina uwanja mkubwa. Uwanja mkubwa wa riziki sio kwamba unategemea hicho kijenge chako tu peke yake, hamna, isipokuwa watu wanajitokeza wengi, kama vile alivyosema baba yetu wa imani Ibrahimu alayhi salatu wassalam, anamuomba ya Rabbi inni askantu dhurriyyati fil wadi ghayra dhari rabbana liyuqima as-salata waj'al af'idatan lin-nas tahwi ilayhim fiha warzuqhum min ath-thamarati. Mola wangu, nimeacha kizazi changu katika bonde lisilo na kitu, rabbana liyuqima as-salata, ili wasimamishe swala, wajalie watu, jalia nyoyo za watu ziwe laini kwao, ziwapelekee riziki wao, wapate riziki miongoni mwa matunda na vyakula mbalimbali. Kwa hiyo ukisikia watu wakuelekee, sio kijenge chako utegemee kijenge tu peke yake, hamna. Faida yenyewe unapata shilingi 200. Faida unapata baada ya kwenda kununua boksi la nyanya lililopanda sasa hivi boksi mpaka shilingi 80. Wale wanauza nyanya wanajua. Boksi la nyanya linafika mpaka 70-80. Alafu unakuja zile nyanya unaanza kuzihesabu moja moja. Nyanya ya kwanza, ya pili, nyanya imetoboka hiyo, kesho ifiki. Unaweka pembeni. Kila nyanya ina bei yake, unaweka pembeni. Ukipata nyanya zimetoboka 30, unasema chakula sawa leo. Alafu ndio tegemea hapo hizo. Kwa hiyo sadaka kwanza inatia baraka katika mali, lakini pili inafanya riziki yako kuwa ni pana. Mwenyezi Mungu atujalie nyoyo za kutoa sadaka. Kwa hiyo anasema jambo la tano ndio hilo, kuna kuingiza furaha. Jambo la tano, ana fiha barakatun fil mali wa sa'ati fi rizqi, kama qala Allah ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema katika hili, wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Hiyo ni surati 7 aya 39. Mwenyezi Mungu anasema wama anfaqtum min khairin min shay'in, na chochote mtakachokitoa katika vitu vyote vile ambavyo mwenyewe mtatoa, fa huwa yukhlifuhu, basi Mwenyezi Mungu atawalipa. Ndio maana wale malaika wawili wanaposhuka wanasema Allahumma ati mufika khalafa wa ati mumsika tarafa. Yule malaika mwingine anasema Mwenyezi Mungu, mjalie mwenye kutoa mali yake ziada ya mali yake ongezeke, na yule mwenye kuzuia mali yake atoi kuharibikiwa kwa mali yake. Mwenyezi Mungu atuondolee matatizo na uharibifu wa mali zetu. Mwenyezi Mungu ajalie tupate mali ambao hatuna mali na wale wenye mali, kisha Mwenyezi Mungu atupe ulinzi wa mali zetu. Tuendelee tumalizie haya matano kwa sababu muda umeisha sana.
wa ama al-khamsa allati fil akhirah, ama yale matano ambayo mja atayapata katika akhira, fa awwaluha, la kwanza lake antakuna sadaqatu dhilla lisailiha, sadaka yake itakuwa ni kivuli. Rejea kisa kile cha yule mama ambaye mkono wake ulikuwa mweusi baada ya kuota ndoto. Ni kisa kirefu kidogo. Yule mama aliota ndoto, mama yake yuko motoni, lakini yuko katika joto kali, kile cha kumzuia katika joto lile ni jua kali kwelikweli. Amekaa juani, jua kali linamchoma baadhi ya mambo yake, lakini ana kitambaa ndio anajizuia na mafuta yake. Akiona joto limezidi sana, anachukua mafuta anipakaza katika baadhi ya maeneo yake ya mwili, na kile kitambaa ndio anaziziba jua, yani jua limekuwa kali, afu alizibia motoni. Aliona kuchungulia peponi, akamkuta baba yake yeye ananyesheleza maji kwa birika ya Mtume. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kunywa hayo maji yanayotoka katika birika ya Mtume siku ya Kiyama, kwa sababu naambiwa ukinywa hayo maji hautakuwa na kiu tena maisha yote. Sasa ile bibie alichofanya, akaenda akakinga maji katika birika babake, kuiba akaenda kupelea mama yake kule motoni. Kwa kufanya vile, nakata kidogo maana kisa kile. Kwa kufanya vile, asubuhi ameamka, ule mkono aliingia ule maji mkono kwa mweusi. Anaenda kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume nimeota hiki, lakini nimeamka asubuhi mkono wangu ulikuwa kama hivi. Kitu gani? Mtume akaanza kumwelezea, baba yako alikuwa hivi na hivi, na mama yako alikuwa hivi na hivi, mama yako hiki ndio kilichompata. Katika maisha yake huyu mama hakutoa kingine isipokuwa alitoa kitambaa kumsaidia mtu na mafuta kidogo tu akatoa kumsaidia mtu. Kwa hiyo ndio Mwenyezi Mungu akamlipa, wa anfaqtu min shay'in fa inna Allaha yuhibbu. Chochote mtakachokitoa Mwenyezi Mungu atakulipa hicho ulichokitoa. Utarejea katika ile aya ya mwisho ambayo imemchukia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika mwisho wa sura al-Baqara sura ya 2. Anasema wataku yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hiyo ni siku ambayo mtarejeshwa ndani ya siku hiyo kwa Mwenyezi Mungu, kisha kila mtu atalipa kile alichokichuma hapa duniani. Hakuna mtu atakayeulizwa siku ya Kiyama. Ewe ndugu yangu Muislamu, kama unahisi wewe utakufa, nalifunika wakati ya mama kama bado tunamaliza. Kama unahisi wewe utakufa, jishughulishe sana kutoa. Toa, kwa sababu malipo ndio kama haya ambayo tunayaona kwa ndugu zetu. Kwa hiyo yale matano ambayo tunapata mja katika akhera, fa awwaluha an takuna sadaqatun dhilla lisailiha. Sadaka itakuwa ni kivuli cha mwenye kutoa sadaka min shiddatil amr, kutokana na shida ya moto na joto siku ya Kiyama. Wathani, na jambo la pili, anna fiha hifatil hisabi, katika sadaka ndani yake kuna uchache wa kuhesabiwa, yaani utahesabiwa kwa haraka zaidi. Sababu ndugu zangu, hesabu yako ukiwa nzito, basi maana yake wewe una shida. Kwa hiyo mara moja tu tayari umemaliza kuhesabiwa siku ya Kiyama. Nyingine asema wathalithu, na jambo la tatu, anna tukara mizan, sadaka itafanya mizito mizani yako. Walabi, una jambo la 4, jawazi ala sirati, itakuwa ni sababu ya kupitishwa katika njia sirata mustaqim. Wal khamis, na jambo la 5, ziyadati darajati fil janna, sadaka itakuzidisha, itakupandisha daraja katika pepo. Mwenyezi Mungu atujalie. Walau lam yakun, asema mwanachuoni, walau lam yakun fi sadaqati fadilatu siwa du'a masakin. Asema lau kungekuwa katika kutoa sadaka hakuna chochote isipokuwa ni kuombea dua na maskini, la kana wajibu alayya, ingekuwa wajibu kwangu mimi. Asema ala akili, kwa mwenye akili, aiyaka kama pia kupenda kutoa sadaka. Ingekuwa hakuna kitu kingine cha malipo isipokuwa tu maskini na kuombea dua, basi kutoa sadaka ingekuwa kwa mwenye akili, angependa kutoa sadaka na angependekeza katika hilo. Lakini anasema fa kaifa, na vipi sasa, wa fiha, na ndani yake ridha Allah, kuna radhi za Mwenyezi Mungu, wala kama shaitani, na kumpokoa shaitani. Shaitani analaaniwa, ukitoa sadaka yeye anachukia na umeshamwangamiza shaitani. Li'annahu, kwa sababu mambo yalivyo, ruya fil khabari, imepokewa katika habari, inna rajula, hakika mtu, la yastatia an yatasaddaqa ma lam yanfaqa li ayyi sabina shaitan. Anasema mwanachuoni,
mtu hawezi kutoa sadaka, isipokuwa atakapotoa sadaka basi tayari ameshapeleka maafa kwa mashaitani 70, wanakuwa wamepata maafa mabaya. Sababu mashaitani siku zote yu'idukum al-faqra wallahu yu'idukum maghfira. Shetani ukitoa anakwambia utafilisika wewe, utafilisika, lakini Mwenyezi Mungu anatuahidi msamaha kwake. Mwenyezi Mungu atujalie mali za halali na atujalie tuweze kukumbuka kutoa sadaka. Mwenyezi Mungu atusahilishie mambo yetu katika mwezi huu wa Ramadhani na atusamehe madhambi yetu, na Ramadhani hii iwe ni sababu ya kuingizwa katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy